Mwenyekiti mtendaji wa IPP Bwana Reginald Mengi amesema ataendelea kupiga vita ufisadi licha ya kuandamwa na baadhi ya viongozi wa serikali na vyombo vya dola. Mwanahabari wetu Abdul Hamid Njovu anaelezea zaidi katika taarifa ifuatayo. Akizungumza katika ushirika wa Kisereni uliopo Machame mkoani Kilimanjaro wakati wa uzinduzi wa jengo la zahanati, jengo la SACCOS, kikundi cha wajane na uwekaji wa jiwe la msingi la shule ya msingi ambapo alikuwa mgeni maalum, Bwana Mengi amesema ushindi dhidi ya ufisadi utapatikana licha ya vita hivyo kuwa ngumu na hatari. Tangu nitaje majina ya watu wanaotuhumiwa kwa mafisadi papa, nimesakamwa sana na viongozi wa serikali, taasisi za serikali na vyombo vya dola. Waziri Sofia Simba, utawala bora, alikejeli kuwa nimechemsha. Waziri George Mkuchika wa Wizara ya Habari aliniita mbaguzi wa rangi. Serikali ikatoa tamko kwamba nilichofanya ni ubaguzi wa rangi. Wahariri wa magazeti yangu ya Kulikoni na Nipashe walihojiwa na msajili wa magazeti ambayo ni idara ya habari. Nimekwishahojiwa na mamlaka ya mawasiliano ya Tanzania, yaani TICRA, eti ITV ilivunja sheria ya utangazaji kwa kutaja majina ya watuhumiwa wa ufisadi papa. Eti kutaja majina hayo ni ubaguzi wa rangi. TAKUKURU, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, ilinitaka nipeleke vielelezo. Lakini ningependa kusema kwamba TAKUKURU ndicho chombo pekee cha dola kilichoshughulikia jambo hili kwa haki na ungwana ambao kila Mtanzania anastahili. Uongozi wa jeshi la polisi ambao unaongozwa na IGP Said Mwema chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani inayoongozwa na Waziri Lawrence Masha unaelekea kwa jambo hili kuwa mstari wa mbele. Idara yake ya upelelezi wa jinai imenitaka nipeleke vielelezo juu ya mafisadi papa. Nimeitwa na kamati ndogo ya ulinzi na usalama wa taifa ili kuhojiwa juu ya tamko langu kuhusu ufisadi papa. Yote haya yamefanyika pamoja na kwamba kuna kesi mahakamani juu ya jambo hili. Tukumbuke kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu alikwisha toa tamko bungeni kwamba wale waliotajwa na mimi kama wakiona hawakutendewa haki basi waende mahakamani. Sasa najiuliza, ni nani anatamko la mwisho? Ni mawaziri, taasisi, ama vya dola, ama ni waziri mkuu? Kama raia wa Tanzania, vyombo hivi vya dola ni moja mategemeo yangu ya kunilinda mimi na mali yangu. Lakini pamoja na kusakamo na vyombo hivyo, siogopi. Ulinzi wangu utatokana na Mwenyezi Mungu. Pili, utatokana na Mheshimiwa Rais Jakaya Kikwete, kwa sababu sio tu ni rais wangu bali ni rafiki wangu sana. Ni rafiki yangu kwa kiasi kikubwa na nina imani naye. Watatu ni Watanzania wenzangu wanaochukia ufisadi, hasa maskini na wanyonge. Ninachowaomba kitu kimoja tu, mniombee. Asante. Akizungumza katika hafla hiyo, askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Dr. Martin Shao amempongeza Bwana Mengi kwa moyo wake wa huruma na kusaidia watu wanyonge na kumtaka aendelee na moyo huo licha ya kukatishwa tamaa na baadhi ya watu. Wako wanaokukatisha tamaa
wako wanakuvuta shati urudi nyuma, usite kufanya hayo, na kukuwekea mambo mengi mdomoni na ambayo hayatoki katika moyo wako. Wakasema Mengi anataka kuwa rais. Mengi hajatangaza kuwa rais. Angetangaza angekuja hapa anzie huku chini huku kuomba kura. Lakini Mengi hataki kuwa rais. Mungu amemuinua mtumishi wake, na huduma anazofanya ni juu kuliko hata hizo watu wanaosema ungepata nafasi ya urais ungezifanya. Mengi anatenda mambo makuu katika nchi hii kwa nafasi aliyo nayo, na wala hata kuwa rais na hata kuwa rais wa nchi hii, lakini Mungu atamtumia jinsi alivyo. Maadui wengi wamejitokeza kumpiga vita Mengi. Maadui wengi wamejitokeza. Mtu wa Mungu, mtu mwema, anayependa kusaidia watu, lakini maadui wamejitokeza. Napenda kumwambia ndugu Mengi, jipe moyo mkuu. Mungu yu pamoja nawe. Na watu wema katika taifa hili, ndani ya kanisa na nje ya kanisa, wanakuombea, wako pamoja nawe. Songa mbele kuifanya kazi ya Mungu. Mungu akubariki sana Mengi.